tunajikuta tumewaachia binti wa kazi wanalea watoto wetu. Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake, hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau, hata kama uko bize, jitahidi walau mara 2 kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina kabisa. Sasa kuna wazazi wengine mpaka hata anaposafiri, anasafiri na binti wa kazi, anasema unajua mimi bwana, namshukuru Mungu alinipa ka binti ka kazi kanakopendwa na mwanangu. Yaani mimi hata nisipokuwepo, mwanangu hana shida, akishakaa na dada yake. Wala na yule mama, hata mtoto akijisaidia, hata wakiwa kanisani, utashangaa mama anasema, wewe ana njoo, dada njoo, huyu mtoto amepuu. Yaani mama hana hata muda wa kumtoa kwenye uchafu ule. Na kutia moyo, utakapozeeka wale watoto na wao watakutazama hivi. Bahati mbaya wewe hautakuwa na dada wa kukufuta ukipuu. Maana usidhani utabaki kuwa binti hivyo, utabaki kuwa kijana. Kuna saa inakuja nguvu zitaisha kabisa. Kwa hiyo kama dunia imewapeleka mbali, jitahidi kabisa walau mara 2 kwa wiki. Weka mahusiano na mtoto wako, muoshe, kaa naye, muulize kule shuleni mnaendeleaje, ni nini kinachoendelea, wamekufanya nini, atakwambia. Namba 4, wekeza imani kwa familia yako. Kwa mzazi, kama mzazi, uwe na imani yako kwa Mungu ambayo watoto wataifuata. Na ndio maana vijana mlioko hapa na mnaonifuatia, sikilize, ndio maana tunashauri si vizuri na si salama kuoana watu wa imani tofauti. Yaani wewe ni wa imani hii, unaoana na wa imani nyingine, mnachanganya watoto. Kwa sababu tunahitaji wazazi muwe na imani moja. Mkisema leo tunakwenda kuabudu Jumapili, wote muambatane na watoto. Mkisema leo ni Ijumaa, wote muambatane na watoto. Leo tuna familia za chotara, baba Muislamu, mama Msabato, baba MKKT, mama Mkatoliki. Halafu watoto wanashindwa waende kwa nani, na wazazi wanajisifu, wanasema sisi watoto tu wachague, watakapokuwa watu wazima watachagua. Ndio maana leo niko serious na hiki kitu, ni very sensitive. Usijue kwamba kutambulisha dini kwa mtoto hakuanzi akiwa mkubwa. Tunatambulisha imani akingali tumboni. Walionisikia na waseme amina. Muwe na imani moja, mme na mke, kwa usalama wa watoto wenu. Halafu namba 2,